Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kila sifa njema zinastahiki apewe Allah tabaraka wa taala, na sala na salam zimfikie kipenzi chetu cha umma Nabiyullahi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bila kuwasahau masahaba zake kiram ambao wamepigania dini ya Allah tabaraka wa taala mpaka leo imetufikia kwetu. Niwashukuru waandishi wa habari kwa kuitikia wito wetu siku hii ya leo, ya siku yenye baraka, siku kubwa, siku adhim, yaumul Jumaa, na tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Muharram, tukiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026, katika eneo hili la Mnazi Mmoja, katika hoteli kabisa nzuri ya kisasa pendwa, Peacock Hotel. Naitwa Haruna Mustafa Mbese, mwenyekiti wa taasisi ya Ashabil Kahfi Islamic Center, ambayo inajikita katika masala mazima ya huduma za kijamii, ikiwemo elimu, lakini ikiwemo swala zima la uandaaji wa mashindano matukufu ya Qur'an ya mkoa wa Dar es Salaam. Ashabil Kahfi tupo hapa leo kwa lengo kubwa la kuunga mkono jitihada na harakati za Rajai Foundation. Sisi Ashabil Kahfi ni pacha na Rajai Foundation, kwa hiyo tupo hapa kuunga mkono harakati zao ambazo wanazifanya, na kwa bahati nzuri yupo msemaji atakayekuwa analizungumzia swala zima la press hii ya leo. Ni kwa nini tunaunga mkono? Kwa sababu Rajai Foundation ni taasisi ambayo imekuwa bega kwa bega na Ashabil Kahfi Islamic Center katika kuyafanya hayo wanayoyafanya, ambayo kauli yao mbiu wanasema ni tumaini kwa jamii. Sisi tunawaunga mkono kwa sababu ni taasisi ambayo kwanza imesajiliwa kama atavyoeleza msemaji, lakini taasisi ya kijamii, taasisi ambayo inashiriki katika mambo ya kijamii, ya kidini, na inagusa watu mbalimbali, atasema zaidi. Kwa hiyo sisi Ashabil Kahfi kwa namna moja au nyingine ni lazima tuunge mkono harakati kama hizi, kwa sababu ni harakati ambazo kila mmoja anaona kwa macho yake, kama sio kwa kuona, kwa kusikia. Harakati kama hizi, baadhi ya taasisi kunakuwa na changamoto kuto kuunga mkono au kubeza kwa namna moja au nyingine. Tunakosa kuwainua hawa ambao wanainukia. Tukiwashika mkono kama hivi, taasisi za Kiislamu zinakuwa ni nyingi, lakini tunafanya kazi kubwa kwa pamoja kuweza kutatua zile changamoto ambazo zinakabili jamii. Ashabil Kahfi baada ya kuliona hilo, tukasema hakuna budi kuwashika mkono Rajai Foundation ili waweze kuyafikia malengo yao. Nadhani wana malengo mengi na watayasema, kwa sababu wanasema kwa Swahili, kidole kimoja hakivunji chao, na wanasema mkono mmoja au kiganja kimoja hakiwezi kupiga makofi. Kwa pamoja tunaweza. Kwa hiyo Uislamu wetu unatuhitaji kwamba tuinuane, tusaidiane, ili kila mmoja aweze kufika katika malengo yake. Ashabil Kahfi Islamic Center chini ya Mheshimiwa Dr. Selemani Saidi Jafo tumeliona hilo, na tumedhamiria kabisa kwa moyo kunjufu kuwasaidia Rajai Foundation wafikie malengo yao. Ni nini wanaenda kutufanyia kwa sasa? Atakuja mwenyewe aeleze nini wanataka kufanya na kuna nini. Hii press ya nini? Maana wao ndio wameita, vyombo vya habari vyote vimeitwa kwa jina la Rajai Foundation, ndio wenye press. Sisi kama wadau, wanaharakati, tumeona tuunge mkono, kwa sababu hawa ni ndugu zetu, ni vijana wetu, ni ndugu zetu, ni taasisi yetu. Kwa hiyo
kubwa sana kwa Ashabul Kahfi katika hili ni wito kwa jamii kwamba taasisi yoyote inapokuwa inachipukia, inainukia, ni bora na ni vizuri na inapendeza taasisi ambazo zimepiga hatua kuwasapoti, kuwashika mkono, kuwaunga mkono, kuwaelekeza, kuwapa njia na mapito ili na wao waweze kufanikiwa. Tukifanya hivyo tunaweza tukasaidia jamii kwa ujumla. Kutokana na siku hii ya leo, siku ya Aljumua al-Mubarak, na media nyingi hapa ni kwenda kurekodi hutuba za Ijumaa, na kwa muktadha huo tusichukue muda mrefu. Sisi kama Ashabul Kahfi tutoe nafasi sasa kwa msemaji mkuu wa press hii ili aweze kuendelea na press yake, na baada ya hapo inshallah atatuambia kinachoendelea ni nini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.